Mheshimiwa Francis Kumba Ndulane, mbunge wa Kilwa Kaskazini, sasa ulize swali lake. Mheshimiwa mbunge wa Kilwa Kaskazini anataka kufahamu serikali haioni umuhimu wa kuigawa halmashauri ya wilaya ya Kilwa ili kurahisisha shughuli za kiutawala. Halmashauri huanzishwa au kupandishwa hadhi kwa mujibu wa sheria za serikali za mitaa sura 287 na 288 pamoja na mwongozo wa uanzishwaji wa maeneo ya utawala wa mwaka 2014. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa mwongozo, uanzishaji wa halmashauri mpya huanza na kusudio ambalo hupaswa kujadiliwa katika vikao vya ngazi ya vijiji, mitaa, kata, halmashauri, wilaya na mkoa na kuwasilishwa ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia katibu tawala wa mkoa. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua uhitaji wa kugawa baadhi ya maeneo mapya ya utawala. Lakini kwa sasa serikali imetoa kipaumbele katika kuboresha na kukamilisha miundombinu kwenye maeneo ya kiutawala yaliyopo ili yaweze kutoa huduma kwa ufanisi zaidi na baadaye kuendelea na maeneo mengine kwa kufuata taratibu na vigezo vilivyoainishwa. Mheshimiwa Francis Kumba Ndulane, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa wilaya yetu ya Kilwa ina ukubwa unaozidi mkoa mzima wa Dar es Salaam na mkoa mzima wa Kilimanjaro, je, serikali ina mkakati gani sasa katika vipaumbele vilivyoviweka katika kuboresha miundombinu ya barabara za vijijini katika kata 7 za Kinjumbi, Mingumbi, Chumo na Mayuni, Kipatimu pamoja na Kandawale? Swali la pili, kwa kuwa wilaya yetu ya Kilwa ina mtawanyiko mkubwa kiasi kwamba baadhi ya kata zinapatikana umbali wa zaidi ya kilomita 200 toka makao makuu ya wilaya, kata kama ya Kandawale, kata kama ya Kibata, kata kama ya Likawage na Nanjirinji, je, serikali haioni sasa kata kama hizi ambazo zinapatikana umbali mrefu toka makao makuu labda zitengewe utaratibu maalum wa upendeleo ili kuzisukuma mbele kimaendeleo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika. Katika kutenga bajeti kwa ajili ya miundombinu ya barabara kupitia wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA kuna vigezo. Vigezo hivyo kwanza ni ukubwa wa kijiografia wa halmashauri husika ambayo inachukua alama kubwa. Tunaangalia ukubwa wa halmashauri yenyewe, na lakini tunaangalia hali ya kijiografia kwa maana milima, mabonde, lakini tunaangalia hali ya mvua. Kwa hiyo vigezo hivi vyote vinazingatiwa katika kutenga bajeti ya barabara katika halmashauri zote kote nchini. Kwa nini kuhakikishia Mheshimiwa Kumba Francis Ndulane kwamba halmashauri ya wilaya ya Kilwa inanufaika kwa kigezo cha ukubwa wa kijiografia, na ndio maana bajeti ya TARURA imeongezeka sana katika halmashauri ya Kilwa. Mheshimiwa mbunge, unafahamu kwamba ni zaidi ya mara 3 mara 4 ya bajeti zake zimeweza kuongezwa katika miaka hii mitatu ya fedha, na tutaendelea kuongeza bajeti hiyo kwa awamu kuhakikisha kwamba barabara zote zinapitika na kupeleka huduma muhimu za usafirishaji, lakini pia huduma muhimu za kiuchumi na kijamii kwa wananchi wa jimbo la Kilwa. Swala la pili, Mheshimiwa Spika, ni kweli kwamba jimbo la Kilwa ni kubwa na lina mtawanyiko mkubwa wa vijiji na kata. Unatembea umbali mrefu toka kata moja kwenda kata nyingine, na hivyo serikali imeendelea kwanza kusogeza huduma za kijamii na za kiuchumi karibu na kata hizo kwa kujenga zahanati, vituo vya afya, shule, barabara ili kuwezesha wananchi katika maeneo hayo kupata huduma muhimu za kijamii na kiuchumi. Na serikali itaendelea kufanya hivyo ili kuhakikisha kwamba kata hizo pia zinapata huduma zote muhimu ili wananchi waweze kufurahia matunda ya serikali yao. Asante.